mtoto wako. Kaka mtu akatokea. Alipofika pale akamwambia yule mdogo wangu, naomba jero. Mdogo wangu akasema mimi sina jero. Akasema yani una jero alafu unatembea na mdogo wangu, unajiaminije? Basi wakaanza kupigana pale, kurushiana ngumi. Baada ya kurushiana ngumi pale, kumbe yeye alikuwa na kisu. Tuko hapa kwa kuomboleza safari ya mazishi ya mdogo wetu ambaye alichomwa visu Ijumaa. Alikuwa ni mtu mchangamfu. Tumeishi naye vizuri sana kwa kweli. Kwa sababu tumeishi naye muda mrefu, nimesoma naye kuanzia form 1 mpaka form 4. Tukaja tukatengana miaka miwili inakuja, lakini pia tukakutana naye chuo. Kweli ni mtu mzuri. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa London, ni jijini Arusha. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tuko katika ibada ya safari ya mwisho kumwaga kijana William Bananga mwenye umri wa miaka 20 ambaye amezaliwa mwaka 2005. Kijana huyu ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Njiro Arusha. Alifariki juzi baada ya kuchomwa visu zaidi ya 3 katika mwili wake, jambo ambalo alikimbizwa hospitalini lakini umauti ulimpata. Tumekuja hapa ikiwa ni safari ya kusindikiza mwili huu kwenda kupeleka huko wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambako huko ndiko nyumbani kwao. Ndugu, jamaa na marafiki wako hapa kwa ajili ya kuanza safari usiku huu ili wafike asubuhi kwa ajili ya kwenda kusindikiza mwili siku ya kesho. Tumezungumza na wanafunzi wenzake wa chuo, lakini vile vile tumezungumza na ndugu, jamaa na marafiki wakilaani tukio hili, wakiziomba mamlaka zinazohusika kuchukua hatua zaidi juu ya aliyehusika na mauaji haya. Naitwa Resti Baraka Mbwambo. Huyu aliyefariki ni mdogo wangu, mtoto mamangu mdogo. Nimeumia niliposikia kifo chake, kwa sababu ni kifo ambacho hatukutarajia kwamba ndicho kifo chake atakachokufa. Familia pia imehuzunika. Alikuwa ni mtu mstaarabu sana. Alikuwa na maneno na mtu, ana shida na mtu mtaani. Kila mtu alikuwa anampenda na mheshimu. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana katika familia yetu. Sisi taarifa tulizozipokea ni kwamba alikuwa ameenda studio. Alipokuwa amefika studio kubana movie, huyo msichana ambaye anadaiwa anatoka naye akamuita pembeni. Akamwambiaje, twende mara moja nisindikize pale juu. Baada ya kuwa anatembea barabarani, kaka mtu akatokea. Alipofika pale akamwambia yule mdogo wangu, naomba jero. Mdogo wangu akasema mimi sina jero. Akasema yani una jero alafu unatembea na mdogo wangu, unajiaminije? Basi wakaanza kupigana pale, kurushiana ngumi. Baada ya kurushiana ngumi pale, kumbe yeye alikuwa na kisu. Akatoa kile kisu, akampiga kisu cha kwanza, akampiga kisu cha pili. Yule msichana akakimbia nyumbani kumuita mamangu mdogo. Alipofika mamangu mdogo akaja, akamwangalia, hali yake ilikuwa mbaya, akamchukua kwenye bajaji, wakampeleka hospitali. Baada ya kufika hospitali, baada ya masaa 2-3, tukapewa taarifa kwamba Wile amefariki dunia. Kilichofuata baada ya kusikia taarifa hizi, wale wahusika hatujamuona kwa sababu tulisikia amekimbia, lakini yule msichana alikamatwa pamoja na mama yake, wakapelekwa polisi. Hapana, hatukutarajia kufa katika kifo hicho. Sababu alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa na maneno na mtu mtaani, basi ndio hivyo. Tunasikia Wile sio mtu wa kwanza kumchoma kisu. Tunasikia kwamba Wile ni mtu wa 3 kumchoma kisu. Endapo kutatokea tatizo hilo, naomba serikali iwe pamoja na wananchi kutatua matatizo yao, kwa sababu wasipotatua tatizo hili, kila mtu atakuwa anaendeleza tatizo hili na wajibu hautachukuliwa. Kwa hiyo wajibu ukichukuliwa na huyu akipelekwa mahakamani, sheria zikifuata mkondo wake, na wengine pia watajihusisha na shughuli hizi. Mimi naitwa Cleophas Mrutu. Kwa kweli nalipokea kwa majonzi makubwa. Hususan huyu ni mimi mjukuu wangu. Kwa hiyo ninashindwa hata la kunena, isipokuwa na si tu vijana kwamba wamrudie Mungu. Jambo pekee yake la kuwaponyesha vijana ni kumrudia Mungu. Hakika ukimrudia Mungu, hayo yote yataepukika
hayana budi kuepuka na kutotokea tena. Watu vijana kumrudia Mungu. Mimi nafikiri kwamba vijana matukio kama yakitokea, vijana huwa wanaendekeza madawa kulevya, hususan bangi, pombe. Kwa maana ukiwa na akili timamu huwezi ukatenda haya. Kwa hiyo nafikiri kwamba vijana wajiepushe huwa na ulevi na madawa kulevya. Kizazi kinaweza kikapona. Malezi nayo ni muhimu. Malezi, mtoto anatakiwa umlee malezi mazuri tangu awali, tangu uchanga wake. Ndio unaweza kupata ujana mzuri wa kijana wako na ukaona matunda ya vijana wako. Lakini malezi yakiwa mabovu, ndio maadili haya yanazidi kuporomoka ya vijana wetu. Nimesema kwamba imeniumiza sana, hususan mimi ikiwa ni mjukuu wangu. Ndio maana nashindwa hata mengi ya kunena kwa sababu inauma. Mjukuu wangu ni mjukuu wangu wa mtoto wa binamu yangu. Lakini kijana mzuri mwenye tabia njema na nini na mwenye madini mema tu. Yaani imetushtua hili kutokea. Tunasitu mamlaka husika ichukue sheria yake, mkondo wake. Pata pamoja wajibika, basi awajibishwe kwa mkondo wa sheria. Sasa hivi tunapotoka hapa tunaelekea wilayani Same, kata ya Muhezi, kijiji cha Mteke kwa ajili ya maziko kesho. Alikuwa ni tegemezi kubwa kwa sababu hususan yeye ni kijana mzaliwa wa kwanza kwenye familia hii. Kwa kweli ni pigo. Ni pigo. Hususan tunapoamini kwamba na Biblia inavyonena kwamba mtoto wa kwanza ni lango. Kwa hiyo familia imepata pigo. Naitwa Shabani Hamisi. Mimi ni mwanafunzi wa uhasibu na pia huyo aliyopoteza maisha pia nishaisomaga naye kipindi cha nyuma shule ya sekondari. Ndio. Kwa hiyo ni mtu ambaye katika maisha yangu alikuwepo katika chapter 2. Upande wa sekondari na pia upande wa chuo. Mimi nimewazidi mwaka mmoja. Mimi ni second year wako first year ila tulisomaga shule moja. Ndio. Felix Mbera. Alikuwa mchangamfu. Naweza ngasema tu alikuwa mchangamfu charming. Taarifa za msiba nilizipata nikiwa shule. Best yangu mmoja kwamba bana mshikaji wetu sisi ambaye tumesoma naye alipoteza maisha. Taarifa ambazo sisi tulipokea za machungu ni kwamba alichomwa kisu hivyo ndio. Na waliofanya hilo tukio wamechukuliwa hatua za kisheria. Sisi inatuhuzunisha kwa sababu ni mtu fulani hivi ambaye tulitarajia kwenye maisha siku zinavyozidi kuendelea tungekuwepo naye. Kwa hiyo ni rafiki yetu, kwa tulivyompoteza imetupa huzuni. Ushauri kwa watu, tumuombe Mungu jamani. Tumuombe Mungu na tuishi katika maadili sahihi katika jamii pia. Hivyo mimi ndo naweza nikasema kazi ya Mungu hainaga makosa, maybe ilipangwa na Mwenyezi Mungu. Maana si binadamu, safari ya dunia ni fupi sana. Hatuishi milele. Majina naitwa Catherine Sheila. Ni mwanafunzi wa uhasibu na pia nimesoma naye sekondari Felix Mbrema. Niko hapa msibani kumwaga rafiki yetu ambaye ametangulia. Mimi kusema kweli taarifa nilisikia na pia nilipata taarifa kwenye vyombo vya habari, niliona imepostiwa ndio nikapata taarifa za msiba. Zimetuhuzunisha sana kwa sababu bado ni kijana mdogo na alikuwa kwenye harakati za kutimiza ndoto zake. Alikuwa ni mtu mchangamfu. Tumeishi naye vizuri sana kwa kweli. Kwa sababu tumeishi naye muda mrefu, nimesoma naye kuanzia form 1 mpaka form 4. Tukaja tukatengana miaka 2 inakuja, lakini pia tukakutana naye chuo. Kweli ni mtu mzuri, mchangamfu. Tumeishi naye vizuri ndio maana hadi leo tumeweza kurudi kuja kuaga mwili wake. Kwa kweli kwa jinsi tulivyoishi naye kupaswa iwe hivyo. Kwa kweli labda tu wawe na hofu ya Mungu, wasijichukulie sheria mkononi. Naomba mamlaka husika itendee kazi hili jambo kwa sababu kama wanasema wewe kijana sio mara yake ya kwanza wala ya pili kuchoma kisu. Sheria ifuate mkondo ili watu wapunguze kujichukulia sheria mkononi. Kwa majina anaitwa Idrisa Omari Bananga. Tuko hapa kwa kuomboleza safari ya mazishi
ya mdogo wetu ambaye alichomwa visu Ijumaa, siku ya Ijumaa usiku. Kwa hiyo tunaona watu wote hapa tumekusanyika kwa kumwaga kwa safari ya kuelekea Upareni. Taarifa ya kifo chake, kijana alitoka nyumbani, naambiwa mida saa 1 enda saa 2. Akaenda studio. Pale studio amekaa, una vitu vyake alikuwa anafanya. Ndo akaitwa na msichana mmoja, ambaye msichana kaka yake ndo huyo ambaye alomchoma visu. Walivyochoma visu, nasikia yule msichana akapiga kelele, watu kuja wakakuta kijana yuko chini, ndo akachukuliwa kupelekwa hospitali. Kufika mpaka mida siku saa 7 hivi, taarifa zikaja za kifo, kijana ashafariki. Ugomvi ni kwamba huyo kaka mtu ni muone, yani kiufupi, kwa sababu alishachomaga watu visu, so mtu mmoja. Watu wa kwanza alichoma, akarudi, akatoroka, akarudi, akachoma wa pili, na maana huyo kijana ni mtu wa 3, na maana akamchoma mpaka kumpatia mauti. Matukio ni mengi sana, lakini wanaosababisha pia ni magrupu yale mabaya. Vijana wengi wanapenda kukaa magrupu ambayo sio mazuri, na magrupu yao ndo yanasababisha kuwa na vitu, yaani kutokea vitu kama hivyo tuaga mara kwa mara. Kiufupi, baba yake alikuwa anategemezi sana kwa familia yake, kwa sababu ni mtu ambaye baba alikuwa anategemea kwamba mwanangu huyu hapa alipofikia akiendelea itakuwa ni msaada kwetu, kwa sababu ni mwaka wa kwanza, ndo ameanza mwaka wa kwanza chuo. Kijana ana tabia mbaya, ndo maana unakuta hata umati wa watu uko wingi hapa, kwa sababu kijana ana tabia mbaya. Angekuwa na tabia mbaya hata watu wasingekuwa kwa wingi huu.